Jana ilikuwa ni kumbukumbu ya maadhimisho ya kifo cha muasisi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Abeid Amani Karume, inajulikana kama ni Karume Day. Baada ya kipindi kirefu kupita, tunaadhimisha tena kifo chake ambacho kilihusishwa na mauaji yaliyohusishwa na watu 4 wenye silaha. Lakini hapa nakuletea revolutionist dark side, upande mweusi ama upande wa giza wa mapinduzi ya Zanzibar. How Karume betrayed his own people, namna gani ambavyo Karume aliwasaliti watu wake. Nakuletea sababu za kukosekana kwa mafanikio kwa Abeid Karume. Urais wa Karume ulikuwa ni wa mwaka 1964 hadi 1972, kipindi ambacho alipoteza uhai wake. Ni kipindi cha miaka 8. Ulikuwa na mafanikio makubwa pamoja na changamoto, na urithi wake unabaki kuwa mada ya mjadala chini. Nitaangazia baadhi ya mambo yanaweza kuchangia kwa nini wengi wanaona uongozi wake haujafanikiwa kikamilifu, kwa kuzingatia historia na matendo yake ya kisiasa. Karume aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 ambayo yalipindua serikali ya Lari ya Wazanzibari. Utawala wake ulikuwa na sifa ya juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa kijamii, lakini ulikabiliana na vikwazo vingi. Karume alianzisha udhibiti wenye nguvu na kati kupitia Afro Shirazi Party ASP, na alitawala kwa uvumilivu kidogo kwa upinzani. Utawala wake ulikosolewa kwa kukandamiza upinzani, kuwekea mipaka uhuru wa kisiasa na kutegemea majeshi ya Tanganyika kudumisha utulivu, jambo ambalo liliwatenganisha baadhi ya Wazanzibari waliohisi kuwa anatanguliza madaraka kuliko misingi ya kidemokrasia. Aprili 1964, Karume alikubali kuunganisha Zanzibar na Tanganyika kuunda Tanzania na kuwa makamu wake wa kwanza wa rais chini ya Julius Nyerere. Ingawa muungano huu ulileta utulivu na kuzuia uingiaji wa kigeni unaoweza kutokea, wengine wanahoji kuwa ulihatarisha uhuru wa Zanzibari. Wakosoaji wanapendekeza kwamba Karume hakuwa na ulinzi wa kutosha kwa utambulisho wa kipekee wa Zanzibari na kusababisha mvutano ulioendelea hadi leo. Licha ya mipango kama vile ugawaji wa ardhi na nyumba za bei nafuu, uchumi wa Zanzibar uliumba chini ya Karume. Kutaifishwa kwa ardhi inayomilikiwa na Waarabu na Wahindi kulivuruga uzalishaji wa kilimo na utegemezi wa Zanzibar kwa usaidizi kutoka nje, mara nyingi kutoka nchi za kambi ya Mashariki, haukutafsiri ukuaji endelevu. Kudorora huku kwa uchumi kuliwakatisha tamaa wengi waliotarajia maendeleo ya haraka baada ya mauaji wa Wazanzibari wengi waliokuwa hawana hatia. Leo hii inajulikana kama mapinduzi. Kwa hiyo kama wewe unashabikia mapinduzi, unaunga mkono mauaji wa Wazanzibari mwaka 1964. Kuinuka kwa Karume kulihusisha kumshinda John Okello, kiongozi wa mwanzo wa mapinduzi, na kuwaweka kando watu wengi kama Abdulrahman Mohamed Babu. Hatua hizi ziliimarisha mamlaka yake, lakini zilijenga maadui. Kuuawa kwake mwaka 1972 na watu 4 wenye silaha walioripotiwa kuhusishwa na wapinzani wa kisiasa kulikatisha muda wake wa uongozi na kupendekeza migogoro ambayo haijatatuliwa mpaka leo hii. Akiwa na elimu ndogo na taaluma ndogo kama baharia, Karume alikosa utaalamu wa utawala uliohitajika ili kukabiliana na changamoto tata za utawala. Ingawa ujuzi wa kisiasa ulimfanya aungwe mkono, wengi wanahoji kutokuwa na uzoefu huu ulizuia utungaji wa sera madhubuti. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Karume waliangazia mafanikio yake. Alikomesha mifumo ya kimwinyi, akaanzisha elimu ya bure na huduma za afya, na akakuza hisia ya uwezeshaji wa Kiafrika baada ya kutengwa kwa karne nyingi. Uamuzi wake wa kuungana na Tanganyika pia uliepusha machafuko iliyoweza kutokea katika kipindi kigumu cha mauaji ya Wazanzibari 1964. Karume hakufanikiwa baada ya miaka 8 madarakani kumzuia kutimiza maono yake kikamilifu, na mtindo wake wa kimabavu uliacha urithi mchanganyiko, maendeleo kwa wengine, ukandamizaji kwa wengine.
Hii ni mwisho wa makala fupi ambayo nimekuletea tu kuhusiana na Karume, lakini vipi ambapo tunaendelea kuadhimisha Karume Day? Ni yapi ambayo tunaweza kujifunza kutokana na utawala wa Amani Abeid Karume, ambaye yeye alikuwa mtawala wa kwanza kabisa katika visiwa vya Marashi na Karafuu kule Zanzibari, akiongoza mapinduzi ya Wazanzibari na pia akiongoza muungano wa kuunganisha Tanganyika na Zanzibar, na mwisho wa siku kuzaliwa jina Tanzania. Karume alifariki tarehe 7 mwezi wa 4 1972, lakini maadhimisho ya kumbukumbu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuzaliwa Tanzania huwa yanaadhimishwa tarehe 26 Aprili kila mwaka. Kumbuke tu muungano ule ulifanyika mwaka 1964, kipindi ambacho Karume aliingia madarakani rasmi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, huku akiwa makamu wa kwanza wa rais wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata madini mbalimbali kuhusiana na historia pamoja na visa vingine vingi zaidi. Rinyo Sport TV ndio sehemu yako halisi.